Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Anne Ngugi. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Andamana nasi pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio ambayo ni FM 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Kwa wasikilizaji wetu nchini Kenya mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Radio Dumos FM 99.9. Hii inasikika katika jiji la Nairobi, maeneo ya Lang'ata, Karen na viunga vyake, pale Ngong, kaunti ya Kajiado na eneo zima la Kikuyu. Pia inasikika kupitia masafa marefu. Hii ni sehemu ya jitihada zetu kukuletea matangazo yetu hapo ulipo msikilizaji. Ni Ijumaa tarehe 16 mwezi ni Januari. Tunasonga, ambapo wakati wowote raia wa Uganda watafahamu nani atakuwa kiongozi wa taifa hilo baada ya uchaguzi mkuu wa hapo jana Alhamis. Lakini kwanza tupate taarifa za habari naye Ngendo Angela. Raia wa Uganda wanasubiri kufahamu rais na wabunge wao wapya baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika jana. Mshindi wa urais atatangazwa baadaye leo au kesho iwapo shughuli za kuhesabu kura zitakamilika upesi. Katiba ya Uganda inaamurisha matokeo ya mshindi wa urais lazima atangazwe saa 48 baada ya kura kupigwa. Idadi ndogo ya wapiga kura milioni 21.6 walijitokeza kushiriki kura hiyo, ambapo Rais Yoweri Museveni anataka kuendeleza uongozi wake ulioanza mwaka 86 kupitia chama cha NRM. Mwanasiasa msanii Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine anagombea urais kupitia chama cha upinzani NUP. Serikali iliagiza interneti izimwe mnamo Jumanne kama sehemu ya kuzuia kusambazwa kwa jumbe za uchochezi na chuki. Jijini Kampala na maeneo mengine, watu wachache waliojitokeza walikosa kupiga kura kwa wakati baada ya kufeli kwa mitambo ya kuwatambua wapiga kura. Addis Ababa, Ethiopia. Polisi nchini Ethiopia wanasema wamekamata risasi nyingi zilizodaiwa kutumwa na nchi jirani ya Eritrea kwa waasi wanaopigana katika eneo la Amhara. Tukio hili limeongeza mvutano kati ya mataifa hayo mawili, huku wachambuzi wakionya kuwa huenda inaweza kusababisha vita vipya. Serikali ya Eritrea haijatoa kauli rasmi kuhusu tuhuma hizo, lakini imekuwa ikikana kuingilia masuala ya ndani ya Ethiopia. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki amesema chama tawala cha Ethiopia kimetangaza vita dhidi ya nchi yake. Ethiopia na Eritrea ziliwahi kupigana vita vya mpaka kuanzia mwaka 1998 hadi mwaka 20. Mwaka wa 2018 nchi hizo zilirejesha uhusiano wa kidiplomasia, jambo lililomletea waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed tuzo ya amani ya Nobel. Hata hivyo uhusiano huo umeanza kuzorota tena. Polisi wanasema uchunguzi wa awali unaonyesha risasi hizo zilitumwa na serikali ya Eritrea. Namshukran sana Angela Ngendo, na moja kwa moja ni kwamba matokeo ya kura nchini Uganda yametoa taswira kamili. Rais wa sasa Yoweri Museveni anatarajiwa kuendelea kuongoza Uganda kwa muhula wa 7 sasa, baada ya kupata asilimia kubwa ya kura zilizopigwa. Museveni wa miaka 81 amepata zaidi ya asilimia 70 ya kura, mpinzani wake Bobi Wine akisuasua chini ya asilimia 30 ya kura. Na sasa tuangazie vigogo wakuu katika siasa na uongozi wa Uganda. Rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni amepata zawadi ya mwaka mpya, kura zikionyesha kupata muhula mwingine, tayari akiwa madarakani kwa miaka 40. Abubakar Harith anaangazia sifa za mzee Museveni tangu kutoa madaraka mwaka 1986 kupitia vuguvugu la National Resistance Movement yani NRM, ambalo limesalia kuwa chama tawala. Museveni, mwegalulu, niyowefe.
Museveni alizaliwa tarehe 23 Agosti 1944 katika kijiji cha Ntungamo, kusini magharibi mwa Uganda, katika familia yenye historia ya mashujaa na wanaharakati wa kijamii. Utoto wake ulijazwa hekima na hadithi za familia, ndoto za ujana wa kuona taifa likiachana na mifumo ya ukoloni na vurugu za kisiasa. Kwa nini tunahitaji Afrika ya muungano? Ni kichocheo cha kufanikisha ustawi na usalama wa kimkakati kwa watu wetu. Masomo yake ya siasa na uchumi katika chuo kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania yaliamsha kiu yake na kumfanya awe mmoja wa waasisi wa siasa za mapambano na kuibua utashi wa kisiasa. Kabla ya kuingia madarakani, aliongoza kikosi cha National Resistance Army NRA katika vita vya mapambano na hatimaye wakashinda dhidi ya utawala wa Jenerali Tito Okello. Kwa ushindi huo, Museveni alitangaza kuongoza Uganda na kuleta ahadi ya amani, maendeleo na demokrasia. Katika mapambano haya, mmoja wa wapinzani wake wa karibu alikuwa Daktari Kizza Besigye, aliyekuwa pia askari na mwanasiasa ambaye alishirikiana na Museveni katika vita vya mwanzo. Yoweri Kaguta Museveni do solemnly swear that I will well and truly exercise the functions of the high office of the President of the Republic of Uganda. Lakini urafiki wa kisiasa uligeuka mapema kuwa uhasama. Besigye sasa yuko gerezani akiwa amekamatwa chini ya mashtaka ya kisiasa. Ikawa ishara ya jinsi mamlaka ya Museveni imegeuka na kubana upinzani. NRM oye akarurukange karirudawa. Akaruruka omusajja omukulu w'enkofira. Kwa sasa Museveni anawania muhula wake wa 7 wa uraisi kwa tiketi ya chama chake cha National Resistance Movement NRM, akikumbwa na shauku kubwa ya kudumisha mamlaka yake licha ya matatizo makubwa ya kidemokrasia. Mashindano ya kisiasa nchini Uganda yamekuwa yakikandamizwa, yakihusisha kuzima mitandao ya interneti kabla ya uchaguzi mkuu na kuzuia uhuru wa vyombo vya habari na maoni ya upinzani. Familia yake imetumika kama nguzo ya utawala wake. Mwanawe Muhoozi Kainerugaba ni jenerali wa ngazi ya juu kabisa katika jeshi la Uganda, na mkewe Janet Museveni ni waziri wa elimu na michezo, lakini pia mbunge wa zamani. Sehemu ya mtandao unaozuia mabadiliko ya kiharamia na kusambaza nguvu kisiasa kati ya watu wa karibu kwake. Kwa sasa ni nani atakayerithi Uganda wakati ndoto hizi za mapinduzi zimebadilika na kuwa utawala wa kudumu? Abubakar Harith, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Mpinzani mkuu wa Rais Museveni ni mwanamuziki wa zamani na kiongozi mkuu wa upinzani Robert Kyagulanyi, maarufu kama Bobi Wine. Mwanasiasa huyo amekuwa maarufu sana miongoni mwa vijana akiwa na umri wa miaka 43 pekee. Hata hivyo, huenda Bobi Wine akalazimika kusubiri kisiasa baada ya kura za sasa kumnyima nafasi ya kuongoza Waganda. Gabriel Ingubu na wasifu wake Bobi Wine wa chama cha National Unity Party NUP. United forces of change, opposition must come together as one. Mzaliwa wa tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 1982 katika wilaya ya Mpigi nchini Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu almaarufu Bobi Wine alilelewa kwa familia ya kawaida, mama mkunga na baba mwashi vitongojini Kampala. And on that silly tendency, Uganda rich but Ugandans poor. Born in Nkozi Hospital, mother was working. Nilizaliwa katika hospitali ya Nkozi. Mamangu alikuwa anafanya kazi hapo kama mkunga. Alafu nikalelewa hapo Kamocha, kwa sasa panaitwa Chief Mbila.
Bobi Wine aliishi kuhama kutoka shule moja hadi nyingine kwa sababu mamake pia alikuwa anahamishwa kutoka sehemu moja ya kazi hadi nyingine, tukio ambalo lilimpa taswira ya maisha katika sehemu mbalimbali za Uganda. When I was in P2, my dad was released from jail that he had served. Nikiwa katika daraja la pili, babangu aliachiliwa kutoka gerezani na kisha akatuhamisha hadi Gomba nilikolelewa hadi senior 1. Halafu nikarudi mjini wakati niliingia kusoma shule upili. Nikasoma Kamocha, nikasoma Masaka, nikiishi na nyanyangu. Yani kwa ujumla nimekuwa sehemu nyingi. Kiongozi wa upinzani shupavu nchini Uganda kwa wakati huu, Bobi Wine katika maisha yake ya utotoni na shule hakuwahi pata fikra kwamba anaweza pigania urais wa nchi, ila kuwa mwanamuziki tajika wa kuleta mageuzi ya mwenendo na mtazamo mpya kwa vijana, haswa wala vitongoji duni almaarufu ghetto. Most of artists were coming from uptown. Wengi wa wasanii walitokea katika mitaa ya kifahari mjini, na wale wa kutoka mitaa duni walipendelea kuhusiana na wale wa mitaa ya kifahari kwa sababu jamii ilikuwa bado haijakubali watu wa mitaa duni. Ilibidi wasanii wengi wafiche wanapotoka. Either be a minister's son or they didn't, or you had to make sure they don't know your Kawempe background, that you can present yourself as one of these urban guys. Nywele za rasta, mavazi makubwa makubwa ya kisanii, nyororo shingoni, salamu za ngumi, lugha ya mtaani na kutembea kwa makundi ya vijana ndiyo yaliyokuwa maisha yake Bobi Wine, kwa vile kichwani mwake ndiyo yalikuwa makao makuu ya muziki wa reggae, dancehall na afrobeat. Kwa umbali, muziki ni kipaji cha familia. Mamake Bobi Wine pia alikuwa mwimbaji katika kwaya ya mtaa iliyowatuliza wakazi kwa nyimbo za Injili. Hii humpa wakati mwepesi wa kubuni wimbo hata bila kuandika, akiwa katika majukwaa mbalimbali. Actually, even the day I was born, I was told the choir performed. Hakika siku nilozaliwa kwaya nyumbani ilitumbuiza. Kulikuwa na kwaya yenye ndugu zangu, japo ilikuwa tu ya nyimbo za kanisa, na mara moja moja walialikwa kwa harusi, sherehe na kadhalika. Always hired for funerals, weddings and even parties. Baada ya kukoleza sauti yake nchini Uganda na ulimwenguni kupitia muziki wake uliolalamikia miundombinu, ubaguzi, ufisadi na kadhalika, Bobi Wine alijitoza kwa siasa na kuwania kiti cha ubunge cha Kiandondo Mashariki mwaka 2017. Hapa ndipo kisengere nyuma cha wakati alipokuwa katika chuo kikuu kilimujia kwa uhalisia. I was in my final year at university and I was a pretty good actor. We used to act with... Mwaka wangu wa mwisho chuoni, mkuu wa idara Daktari Masi Ntangare akanipa nafasi ya kuigiza mchezo ambao nilouandika kwa jina Je, Utanioa. Nilipewa nafasi ya kuigiza kama rais, na cha kushangaza mke wangu niliye naye huyu alipewa nafasi ya kuigiza kuwa mke wa rais. There was a role of a president and a first lady, so I was cast to act as the president. Muonekano wa msanii wa ghetto sasa ulimbidi umuondokee. Kijana mbunge anafaa kuvalia nadhifu, lugha angalifu ya kiongozi na kupanga maendeleo kwa eneo bunge lake. Sasa yalikuwa majukumu mapya tangu kula kiapo bungeni, ubunge ambao aliupata kwa kura zaidi ya 75%, haswa kutoka kwa vijana. I, Kyagulanyi Ssentamu Robert, swear in the name of the Almighty God. Mimi Kyagulanyi Ssentamu Robert, na hapa ya kwamba nitakuwa mwaminifu kwa nchi yangu na nitalinda na kutetea katiba. Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa King'eng'e kuna msemo kwamba huwezi kufuga simba wa porini nyumbani na abadilike awe paka. Lazima usimba wake utajitokeza wakati moja. Bobi Wine mwaka 2017 mwezi wa 9 alishiriki vita vya ngumi na teke katika bunge la taifa hadi kupelekea maafisa wa jeshi kuingilia kati wakati mswada wa kuondoa kipengele cha kutoa umri wa mgombea wa urais ulikuwa mezani. Huu ndio wakati ulimwengu wote ulimuona Bobi Wine. Vijana wa Uganda wakaonekana kuegemea upande wake kwa vile alionekana mtetezi imara.
jambo ambalo serikali haikufurahia, ilibidi adhibitiwe kinguvu. In 2016, General Museveni rigged the election. Mwaka 2016 Jenerali Museveni aliiba kura na kujitangaza mshindi wa urais, na hapo nikakata kauli kwamba ikiwa bunge alitoenda kwa geto, basi geto italetwa bungeni. Baba wa watoto 4 na mke mmoja, aliye na shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Cavendish na stashahada ya muziki, denzi na uigizaji kutoka chuo cha Makerere, mwanamuziki, mwanaharakati, mwanasiasa, kwa sasa anaongoza mapambano ya kumng'oa rais wake mamlakani na nembo ya ngumi iliyoinuliwa. Gabriel Ingubu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Wakati nikimshukuru mwanahabari Gabriel Ingubu aliyeko kule magharibi mwa nchi ya Kenya, hii leo basi alipata fursa ya kuzuru hadi mpakani mwa Kenya na Uganda upande wa Malaba, na lengo lake kuu lilikuwa pia kusikiliza sauti za Waafrika kule, sauti wanaoishi kati ya Kenya na Uganda. Wanazungumziaje uchaguzi, mchakato mzima wa uchaguzi hadi ulipofikia, matokeo? Kwako Gabriel. Hapa ni mpaka wa Kenya na Uganda, na nikiangalia naona shughuli zinaendelea kikawaida. Baadhi ya wakazi wa hapa na wafanyabiashara wanaendelea na shughuli zao, japo ukiwasongea kwa karibu ndio utapata kweli wanafuatilia ya kura ambazo zilipigwa katika nchi jirani ya Uganda. Niko katika mji wa Bungoma, na mji wa Bungoma ndio mji wa mwisho kufika katika Malaba border ukitoka katika sehemu ya Eldoret. Na hapa kawaida huwa tunakuwa na Waganda wenye huwa wanakuja kufanya kazi zao ndogo ndogo za uchuuzi, kufanya kazi kama za nyumba, za mashamba na kadhalika, za soko na kawaida. Na nimekutana na mmoja hapa mwenye anangependa kutoa maoni yako. Ndugu, naitwa nani? Naitwa Mukota Peter. Mimi naitwa Mukota Peter kutoka Uganda, Manava district. Na kuwa hapa Bungoma na kuanga mpishi wa chapati, lakini tumeenda kupika kura Uganda haijakuwa mbaya. So msifikiria sisi Uganda ni watu wa vita, hapana. So tunaona hivi mbaya, tunaweza chukua tena mzee aendeleshe kuwa mwana Uganda. Juu tunamjua kama baba yetu ama kukaa yetu. So sisi hatuna shida yoyote. Niko katika eneo la Kandui, na kawaida ya Kandui huwa inajulikana kwa magari ya uchukuzi, ile matrela kuweka pale parking. Wakati wa jioni mara nyingi ndio utapata magari mengi imewekwa kando mwa barabara ili madereva wapate kupumzika na wengine kulala ama kula kitu. Lakini kwa leo hii ni tofauti kidogo, kwa sababu ni mchana na barabara bado ina magari yale ya uchukuzi na zile trailer naona bado zimewekwa kando. Na nimekutana na mmoja wa wale ambao walikuwa wanasafirisha wale wa uchukuzi wa pikipiki ambao walikuwa wanasafirisha Waganda kwenda kufanya kazi kwenda kuweka kura na kisha kurudi. Unaitwa nani? Majina anaitwa Joseph Sifuna, ikiwa mkaji wa Bungoma hapa Kandui. Juzi ambayo ni tarehe 14 jioni tumekuwa na kazi nzuri sana kusafirisha Waganda wanaofanya kazi hapa Kandui. Wanafanya kazi ya kuuza njugu, wengine wanafanya kazi ya hoteli, zile kazi ndogo ndogo za kuuza kama chapati nini. So nilikuwa nawapeleka kule Uganda mpakani ili wavuge wakaende nyumbani kwao kule kupiga katika taifa jirani la Uganda kupiga kura. Kazi ilikuwa nzuri, na walikuwa wanasema wanaenda kupiga kura kutafuta mabadiliko ili nchi yao iweze kuwa pia katika nchi zingine zinaendelea katika mabadiliko ya kisasa. Mimi naitwa Duncan Munyendo, mimi ni dereva wa Shireji. Mambo ya uchaguzi ya Uganda imetutatiza kidogo, so tukaamua tubaki Kenya kwanza, tufanye locally. Wakimaliza mambo yao uchaguzi, kama watakuwa na gasi hao wenyewe wapigane huko, kwa sisi tukiwa kwetu. Tukishamaliza mambo yetu, wakishamaliza huko tutaanza kwenda huko. Kawaida unaenda mara ngapi hivi kwa siku ama kwa muda gani? Kwa mwezi naweza enda Uganda mara ngapi? Mara 4. Maana yake nikitoka Kenya nikienda kule napita hadi Rwanda, kurudi hizo nachukua siku 4. Kwa mwezi naweza enda trip kama 4 hivi. Shukran sana Gabriel Ingubu. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika, na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Ann Ngugi.
Kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania pamoja na Burundi. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye FM 93.5 ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibujio, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Hebu sasa tuendelee mbele, na tunaendelea kuangazia uchaguzi mkuu wa Uganda, ambapo Rais Yoweri Museveni anachukua nafasi ya uongozi wa nchi kwa zaidi ya miongo minne sasa. Baada ya Museveni kuapishwa, wachanganuzi wa kisiasa wanahoji huenda mchakato na masuala kuhusu urithi wa uongozi zikaibuka, hali ambayo huenda ikazua wasiwasi. Museveni mwenye umri wa miaka 81 na ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 anaungwa mkono na jeshi na vigogo wa chama tawala cha National Resistance Movement NRM. Macho yote yatakuwa kwenye NRM na wandani wa Museveni ndani ya UPDF kuweka utaratibu wa nani atamrithi mzee wakati akiamua kustaafu au vingine. Kujadili hali hii basi nimeungana na mchambuzi wa siasa za eneo hilo la Uganda, akiwa mpakani pale kati ya Kenya na Uganda pale Malaba, Philip Wanyonyi Wekesa. Hebu tueleze hadi kufikia sasa unasemaje? Asante sana Ana Ngugi kwa maswali yako kuhusiana mchakato mzima wa kura katika nchi ya Uganda. Ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu na pia mchanganuzi wa masuala za kisiasa haswa katika Afrika Mashariki, Uganda ikiwamo mojawapo, na pia huwa ninaishi Uganda. Mimi mwenyewe nafanya kazi kule Uganda. Sasa niko na uwezo wa kufuatilia kwa karibu sana masuala yote ya kisiasa na kijamii katika nchi hiyo. Na kulingana na swali lako la kwanza, kulingana na mchakato mzima wa kura katika nchi ya Uganda, kwanza kabisa kuzimwa kwa interneti ama mtandao ilipunguza uwezo wa wananchi kuweza kufuatilia vile kura zinavyopigwa haswa katika mijini. Wananchi wengi wakategemea mitandao kwa shughuli zao za kila siku, lakini sasa lilishangaza wananchi kufika kwamba serikali inazima mtandao wakihofia Electoral Commission ikihofia huenda mtandao ukatumiwa pasivyo, pengine watu wakatoa matokeo mapema kabla ya Electoral Commission ya Uganda pengine kutoa takimu kamili. Sasa hilo likaleta hofu kwa wananchi na wakaweka shaka katika matokeo ambayo yatajitokeza kwa sababu ya kuzimwa kwa mtandao. Sasa imani katika Electoral Commission ilipungua kwa wananchi kwa sababu ya swala la kutoa mtandao, kwa vile wananchi wakategemea mtandao sana, ingawaje mtandao mwenyewe ilikuwa inafunguliwa masaa machache, masaa mengine inafungwa, na vile vile kufikia jioni baadaye ndipo ilikuwa imefunguliwa na ilikuwa inafanya kazi kwa kawaida. Sasa wananchi wakakuwa na uwezo wa kufuatilia yanayojiri, lakini kitu muhimu ni kwamba wananchi imani yao ilipungua kwa Electoral Commission kwa sababu kwa swala la kuzima mtandao, wananchi wakakuwa na dukuduku kuhusiana na mchakato mzima wa kupiga kura. Labda Philip Wanyonyi, udhibitisho wa madai kwa kuzingatia madai ya kwamba Bobi Wine alitoa hoja kwamba kumekuwa na hali ya kujazwa kwa kura ndani ya masanduku kama mbinu. Swali ninalouliza ni mbinu gani mbadala ambazo upinzani wanaweza kutumia kudhibitisha madai yao hayo kwamba kumekuwa na wizi wa kura ikiwa mifumo ya kidijitali imezimwa? Lile ambao madai ambayo imetolewa na yule mkombezi mkuu katika nchi ya Uganda anayejulikana kama Robert Kyagulanyi maarufu Bobi Wine, ambaye ndio kiongozi wa chama kinaitwa NUP ama National Unity Platform. Madai yake ya kusema ya kwamba kura ballot papers zilikuwa zinakuwa stuffed kwa masanduku, ni vigumu kuthibitisha hayo. Mimi mwenyewe nilikuwa na sikushuhudia ama nikaona moja kwa moja ama nikasikia
kuhusiana na madai ya kustaff ballot papers katika masanduku hasa sehemu ambazo haziungwi mkono ama zinaungwa mkono na upinzani. Kusonga mbele ni kwamba viongozi wa kundi la waasi wa M23 wanaoshikilia maeneo kadhaa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametangaza kuondoka kabisa katika mji wa Uvira. Mji huu ulitwaliwa na M23 mwaka jana baada ya kusainiwa mwafaka wa amani ya DRC uliofadhiliwa na Marekani. M23 wanapendekeza jamii ya kimataifa kutuma jeshi la kimataifa maarufu kama MONUSCO kushika doria mjini Uvira. Msekedide anaarifu zaidi. Tangazo hilo la muungano wa Mto Kongo AFC M23 lililowekwa sahihi na mratibu wao Corneille Nangaa, kama vile kibarua kilichotumwa kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Waasi hao wametangaza kuondoka mji wa Uvira huko Kivu Kusini na kuuacha chini ya uangalizi wa jumuiya ya kimataifa. Kutolewa kwa tangazo hilo lipya baada ya lile walilolitoa mwezi Disemba mwaka wa 2025 tayari kumezua mahoni mseto. Wakili Omar Kavota ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika eneo la kanda. Hili tangazo la M23 ni kichekesho na ni kama tu mchezo wa kuigiza, sababu walipotangaza ya kuwa wamejiondoa inatafuta kusema ya kuwa kweli hawakujiondoa, na hata wakitangaza leo kama wamejiondoa, yaani tu hawajajiondoa. Lakini hii ni inaonesha kuwa M23 wenyewe hawana msimamo na ingaliweza kuonyesha jumuiya ya kimataifa ya kuwa hawaja heshimu ceasefire ambayo walipaswa kuheshimu, tukizingatia mkataba wa Doha huko Qatar na mkataba wa Washington. Nilizungumza na wakaaji wa Uvira ili kujua ikiwa tayari waasi hao wameanza ondoka au. Kwa kusema walienda hatuyajua, lakini tunasikia balipie ile makabulimbo jana kulikia makamio kulikia Beni 13 zikaenda ngambo ya kule Kalundu. Balipie ile makabulimbo yenye walikuwa wanasema watatutilia, walizibeba wakapie magari mabajaji zilikuwa ku station makiriku wale wanalalishaga ku station, lakini mimi natoka ku barabara sikuwaona. Unajua kwamba ikiwa leo ni Ijumaa, kwa kusema kwamba M23 imetangaza kwamba inaondoka mjini Uvira na kusema eti inaachia mji wa Uvira jumuiya ya kimataifa. Leo Ijumaa hakuna dalili yoyote ile, Huwa wanasema tu vile M23 nasema tutaondoka, kuondoka au waondoki. Bado wangali hapa mjini Uvira, tuko na waona. Kibarua cha AFC M23 kina mada ya kuligabizi jiji la Uvira chini ya mamlaka ya jumuiya ya kimataifa kwa kuacha mji huo kwa jeshi lisiloegemea upande wowote ule kupitia uamuzi wao waliochukua tarehe Januari 15 mwaka huu wa 2026 mjini Goma. Tamko hilo la waasi limetokea wakati huko mjini Lome, mji mkuu wa Togo, Ijumaa hii ya tarehe Januari 16 na Jumamosi 17 mwaka huu wa 2026 kunaandaliwa mkutano wa ngazi ya juu kwa ajili ya kupata suluhu kwenye mizozo ya mashariki mwa Kongo DR chini ya usimamizi wa Rais Faure Nyasingbe, kiongozi aliyetajwa na Umoja wa Afrika AU kuwa mpatanishi wa mgogoro huu. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Shukran sana Msekedide. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Msikilizaji, walike pia marafiki na watu wa karibu kujiunga na Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Kumbuka kusubscribe, yani jiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja ya Mwafrika. Kukukumbushia tu pia, radio wa shirika tuna Radio Maniema New City. Inarusha matangazo yetu kwa masafa ya FM 97.4 katika jiji la Kindu la Maniema, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika
imetanda kote kote. Asanteni sana wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Anne Ngugi. Kwaheri na jioni njema.